Mwanzo sura ya 11. Mwanzo sura ya 11. Utaona hapo mnara wa Babeli ulikuwa unajengwa. Watu walikuwa na nia moja, walikusanyika wote pamoja, na kule kukusanyika pamoja kulisababisha kuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Nguvu isiyo ya kawaida kiasi kwamba Mungu akaamua aingilie mwenyewe kati. Lakini moja ya silaha aliyoitumia ni kuwasambaratisha kwa kuwachafulia usemi. Sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, maandiko yanasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Amen. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na namna waliokuwa wakijenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalo kusudia kufanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mungu hapa anasema wala watu hawa hawatazuiliwa, manake wana nguvu ambayo hakuna mtu anaweza kuwazuia wasifanikishe kusudi lao, wasilifanye lile ambalo wanataka kulifanya. Sasa anasema njia pekee ya kufanya ni kushuka, tuwachafulie lugha, tuwachafulie usemi, wasielewane wao kwa wao. Unaweza kuona nguvu ya kukusanyika pamoja, nguvu ya kuwa pamoja. Hakuna shetani, hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna adui atakayeweza kuharibu hilo kusanyiko, atakayeweza kulidhuru hilo kusanyiko. Na aishi tu hapo, tunaangalia nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Nguvu ya kukusanyika pamoja. Biblia inasema tena katika Zaburi 133 mstari wa kwanza. Biblia inaeleza kwamba inapendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja, maana wakikusanyika pamoja kwa umoja, kama wale walikusanyika pamoja kwa umoja. Kwa umoja tunachozungumza kwamba walikusanya mawazo yao, akili zao, nia yao ikawa ni moja. Amen. Wamekusanyika pamoja kwa umoja, kwa wazo moja, kwa jambo moja, kwa tendo moja la kuhakikisha unajengwa mnara ili watu wasitawanyike usoni pa nchi. Kwa hiyo Mungu anasema ni namna gani inavyopendeza. Tazama inavyopendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Na anasema katika kukaa kwa pamoja na kwa umoja, anasema Mungu amehifadhi baraka, amehifadhi nguvu, amehifadhi
mamlaka iko ndani yake ya umoja huo. Na Zaburi 133, Zaburi 133 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, maandiko yanasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Wewe mwenyewe tu unaweza kaangalia jinsi mlivyokaa pamoja, ilivyo vema na inavyopendeza. Amen. Unaweza kugeuka nyuma yako ukaangalia jinsi ilivyo vema na inavyopendeza. Amen. Amen. Amen Jose. Unaweza kuona jinsi tulivyokaa hivi kwa umoja, kwa pamoja na kwa umoja inavyopendeza. Kunaona inapendeza kukaa pamoja. Si ndivyo? Si ndivyo? Inapendeza kukaa pamoja. Kukaa pamoja kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani. Mafuta yanazungumzia nguvu, yanazungumzia mamlaka, yanazungumzia upako, maana unakuwa juu ya watu hao. Ni kama mafuta yanayotembea juu yao, ni kama nguvu ya Mungu inayotembea juu yao, ni kama uwepo wa Mungu unayotembea katikati yao. Na anasema ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermon ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Tuseme wote, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Tuongeze sauti watu wa Mungu. Ndiyo. Na uzima hata milele. Tuseme wote hivyo. Turudie tena. Naona kumbe kwenye kusanyiko la watu wanapokusanyika pamoja, Mungu anaachilia mafuta. Anaachilia mafuta ya ukame, yanalainisha viungo vilivyo ukame, vilivyokauka. Viungo ambavyo havina mafuta yanaachiliwa kutoka utosi wa kichwa hadi nyayo za miguu yetu. Ikiwa mtu amekaukiwa, hana mafuta ya maombi, amekauka katika maombi, hata anajitahidi kuomba, hawezi kuomba, anapokusanyika na wenzake namna hii pamoja, anasema mafuta hayo yanashuka juu yake.